Unasemaje mzee? Sema basi. Ni nani huyo? Ni nani? Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona. Nimesimama hapa kama mzee wa ukoo, ndio tumetoka kumstiri ndugu yetu sasa hivi. Sasa basi, nilichokuwa naomba tuishi kwa amani kama alivyokuwepo mzee Sefu mwenyewe. Sitaki marumbano. Mzee, nimechoka kusubiri. Kitu ninachokihitaji ni kuzungumzia mambo ya ulisi. Ndio hiyo heshima unayempa babako. Mama, heshima haishibishi watu. Salim, kimya. Kitu ninachokihitaji, mashamba yagawanywe, mifugo igawanywe, na nyumba iuzwe, kila mwenyewe abaki na cha kwake. Una haraka sana mzee, usiingilie kitu kisichokuhusu. Inanihusu. Kupatikanika kwa mali ya mzee Sefu ni siri nzito sana ambayo naifahamu. Ni siri gani hiyo? Niliificha hii siri sana kwa muda mrefu, lakini kwa sasa hivi sitoweza. Mungu wangu. Mzee Chausi, usifanye hivyo. Nimekaa kwa muda mrefu sana kwa hii siri, na huu ndio wakati wake. Siri gani hiyo? Iseme kama unaijua. Iseme. Kama unazunguka zunguka, sema tujue. Mulisi wa hizi mali hatoki kwenye hii familia. Unasemaje mzee? Sema basi. Ni nani huyo? Ni nani? Acha fujo. Mtaji mzee. Tulia kwanza. Usiwe na moto. Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona. Muda ukifika kweli, hakuna atakayeficha. Haina haja ya kumtaja. Nitamleta na kila kitu kitakuwa wazi. Ficha historia, majina yaliyopotea yatandikwa upya. Walioonewa watasimama kwa nguvu. Kidani cha urithi kitaifunua kweli. Kidani cha urithi wanga ndani ya giza. Karibu Bwana John. Asante sana. Ndio. Na kuona upo katika majukumu yako. Bwana, nimekuja kufunga tu mifugo wangu hapa. Ndio. Karibu sana. Asante mwenyekiti. Naam. Mimi nimekuja na swala moja. Swala gani hiyo? Yaniumiza sana. Kadri panapo kucha, pale nyumbani kwangu kuna mambo ambayo hayaeleweki. Yaani sijui shida ni nini.
mara siku zingine uamke ukute nyayo za watu, na pengine na kuna mtu huwa anamuona anatembea tembea sana, yani unamuhofia na anakuja mazingira ambayo sio rafiki. Sasa ninahofia labda hapo mbeleni itatokea hatari. Naona kama ananifuatilia sana. Ni vizuri ndio kwa kunipa taarifa. Ndio. Na hili jambo umevyonieleza utazidi kulifuatilia. Ila ndio naweza nikahisi ndio kuna bwana mmoja alikuja hapa akaanza kunilaumu. Yule mtoto umempa bwana John nani? Nikamwambia we, hebu toka hapa. Tena sitaki kusikia maneno kama hayo. Akaondoka. Sasa naweza nikahisi kwamba labda ndo huyo anakuja kuchunguza. Mnaishi vipi na huyo mtoto? Inaweza kuwa ndo chanzo. Inatakiwa basi pale hivi tuweke uangalizi wa kutosha. Kwa mimi kiukweli, mwenyekiti, naomba tu ulinzi. Haina shida. Ndio. Wala usijali na usiwe na hofu sana. Mimi nitalifuatilia hili swala. Mimi ndo mwenyekiti. Mambo yote nitayamaliza. Sawa kijana wangu? Okay mzee. Mimi naona nikuache. Sawa. Uendelee na mifugo yako. Haina shida. Basi sawa mzee. Mimi naenda. Haya. Usiku wa giza, siri zimefichwa ndani ya mioyo, maumivu yamejificha. Mama, kumbe ulikuwa unajua kwamba kuna mlisi mwingine wa hizi mali? Salim. Mama, nimeuliza. Ulikuwa unajua kwamba kuna mlisi mwingine wa hizi mali? Salim, si umsikilize mama lakini. Dada, wewe ni muolewaji tu. Acha nipambanie haki yangu. Mama, nimekuuliza. Salim mwanangu, ungekaa chini ukatulia. Mama, kutulia kwangu hadi tugawane mifugo, mashamba ya gawangu na nyumba tuuze, ili kila mtu abaki na cha kwake. Hasira tu mwanangu, ungeacha hasira. Chelsea ni nani kwani? Mama, nakuuliza, Chelsea ni nani? Maana Chelsea kila akija humu ndani ni kututia hofu na wewe ni kuogopa. Hauwezi ukatulia kabisa. Kaka Salim, si ukae chini msikilize mama lakini anachokisema. Nisikilize mara ngapi? Nisikilize mara ngapi? Hakuna cha kusikiliza hapa. Kusikiliza kwangu, zigawanwe mali. Hapo ndo utatulia. Alafu mama, nimechoshwa na hizi siri za familia. Ni siri gani kwani? Kila siku ni siri. Kila siku ni siri. Siri gani basi? Na huyo mlisi ni nani? Na anahusiana nini na familia yetu? Semeni basi tuelewe. Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona, muda ukifika kweli, hakuna atakayeficha. James,
Mtoto ameshapatikanika? Bado anafuatilia huko. Jitahidi, najua hii mali inahitaji kuangukia mikononi mwangu. Pasipo kupatikanika huyo mtoto, siwezi nikafanikiwa jambo lolote. Jitahidi. Sawa, sitokufanyisha kwa hiyo. Ndio, fanya haraka na wepesi, ujitahidi. Kidani cha urithi kinaficha historia. Kaka Salim, nenda hapo sasa. Nataka nikamaliza huo mchezo. Salim, usifanye jambo la kijinga. Unataka kufanya nini? Mama, kama kuna mtu mwingine anayezuia mimi nisirithi hizi mali, atajuta kuzaliwa. Kaka Salim, Wengine wanapigana kwa tamaa ya dunia, wengine wanalia kwa kukosa haki yao, lakini kidani kimoja kina siri nzito, kinaweza kubadili maisha kwa dakika chache tu. Mtoto amepatikana na uhakika ni yeye. Ndio. Okay. Jamani, kwenye ile familia inaonekana kuna siri kubwa sana. Ile familia inajua mambo mengi sana. Kuna mengine hata Salimu hayajui, lakini anafahamu kuliko sisi sote. Na mlisi wetu yule pale. Karibu. Vipi lakini utoka hapo? Sio kwema kabisa. Sio kwema? Kwa nini? Nahitaji kujua Cheusi anakaa wapi. Cheusi? Kwa hiyo unataka kumtisha? Hapana. Nahitaji kujua kwenye basha kuna nini. Kwani umeshagundua kuwa kuna mlisi mwingine wa hizo mali? Mimi ndo kijana wa mzee Sefu mkubwa. Kwa hiyo haiwezi kutokea kuwa na mlisi mwingine isipokuwa mimi. Salim, vipi kama ukigundua katika kwenye barua imeandikwa jina la mtu mwingine? Maandishi yanadanganya. Vipi na watu maneno wanayoyasema na wenyewe atakuwa anadanganya? Ndio. Alafu mbona kama mnanipinga sana? Nyinyi ni marafiki zangu kweli? Ndio. Kwani kuna shida gani? Nikija kugundua kwamba kuna mtu ananipinga, ama zangu ama zake, Mlisi anapambania ulisi. Kuna siri kubwa sana hapo. Alafu mbona haki waga inakuja yenyewe? Inaonekana Salim kuna kitu anakijua kutoka kwa yule mzee. Huenda ameshagundua kuwa yeye sio mlisi wa zile mali, ndio maana anang'ang'ana kumtafuta yule mzee. Sasa basi, naomba tuachane na hiyo mada. Kinachofuata hapa nazungumzia kuhusu tunakula nini leo. Hapo hapo kwenye kula analipa huyu. Oh, Jackson tajiri. Twendeni kwa mama muuza pale tukakopa. Hapo hapo kwa mama muuza. Tukienda kwa mama muuza tunatambua na mlipaji analipa ni nani. Twendeni tukakope, tutalipa. Shida iko wapi? Inatakiwa ajulikane ambaye analipa. Basi tumeelewana.
Twendeni. Lazima alipe. Samahani. Shikamoo. Mama, habari? Sana. Hapo kisimani kuna foleni? Hakuna foleni, ila maji tu machache. Sawa. Chana. Lakini kaka akitukuta. Vipi? Safi. Toka msiba wa mzee umekuwa busy sana. Lakini huyo ni baba yangu. Najua. Lakini pole kwa msiba. Asante Jackie. Ulikuwa huonekani sana. Ni wiki sasa. Lakini kaka akitukuta hapa, si unamjua kaka yangu mkorofi. Kwa sababu ya kukupenda wewe? Hapana. Kwa sababu wewe maskini. Jala. Kajifiche kaka, huyo anakuja. Abe kaka. Ulikuwa unaongea na nani hapa? Hapana kaka, sikuwa naongea na mtu, nilikuwa peke yangu. Hapana, wakati nilikuwa nasikia sauti za watu wawili. Hapana kaka. Nilikuwa nafanya tu mazoezi ya kuigiza hapa.